Naitwa Bakari Ali Silima, ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya mafunzo ya amali iliyoko kule Zanzibar, kwa maana ya Vocational Training Authorities, ambayo shughuli zake ni sawa na hizi za VETA iliyokuwa ishazoeleka huko Tanzania bara. Tumekuja kushiriki katika maadhimisho ya miaka 30 ya tokea kuanzishwa kwa VETA, ambapo ndani yake na sisi tulikuja tukaanzishwa kama miaka 11, kwa sababu ilikuwa ni mwaka 2005, hii tunakwenda mwaka 11, tunatumia miaka 10, na shughuli zetu zimepanuka, pamoja na kwamba VETA ni kubwa sana kupanuka, kwa sababu wameanza mwanzo, wametutangulia kwa miaka 20 kabla. Sasa na sisi tulipoanza tulianza kwa kushirikiana nao, na hivi sasa kila mmoja anafanya kazi kwa upande wake, lakini yale mashirikiano ya kudumu bado yapo, yanaendelea kwa kazi za kila siku. Mamlaka ya mafunzo ya amali kwa kule Zanzibar, mpaka hatua data za mwisho ni kwamba tayari tumeshavisajili vyuo 57 kwa kule visiwani, ndani yake vikiwemo vya serikali, vikiwemo vyetu sisi kama mamlaka binafsi ambapo kuna vyuo 5, lakini vikiwemo na vya jumuiya za dini na NGO tofauti, lakini pia za watu binafsi. Kwa hivyo ni jamii nzima inashirikiana katika kuanzisha hivi vyuo vya mafunzo ya amali, isipokuwa vinapishana kwa ukubwa, na zaidi kwamba kwa vile mafunzo ya amali yanakuwa ni gharama kubwa sana ya kuviendesha, utakuta kwamba vile vya serikali, taasisi za serikali kidogo ndio vinakuwa vina karakana zisizokuwa zimekamilika kulinganisha na zile za watu binafsi, kutokana na mfumo wenyewe ulipo, kwamba unahitaji kazi za vitendo zaidi kuliko zile za nadharia. Mageuzi makubwa sana au faida kubwa sana ambazo zimeshafanyika kule Zanzibar, ambapo tulikuwa tuna sera ya mafunzo ya amali 2005, na ilipofika mwaka 2006 tulibadilisha ile sera. Sera ya 2005 ya Zanzibar ilianzishwa na huyu mama wa taifa sasa hivi, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, wakati alikuwa katika wizara inayohusiana na uwekezaji kule Zanzibar, ndiye alianzisha ile sera ya mafunzo ya amali kule Zanzibar. Sasa ilipofika mwaka 2020, kutokana na mageuzi kidogo ya dunia alipo, sera ile tukaiongeza nguvu, tukaifanya kwamba ni sera ya elimu ya ufundi na mafunzo ya amali. Hiyo sera ya 2020 na ndio inayofanya kazi kwa kule Zanzibar, kwa maana kwamba ni kuweka ule mfumo endelevu wa tokea vocational mpaka kufikia na technical education kuwa vitu vinavyoendana au katika kufanikisha zile kazi zake. Kwa hivyo hatukuweza kuzitofautisha, tumeunganisha. Na bahati nzuri hivi sasa tunaona kwamba mkazo umetiliwa zaidi kuona kwamba elimu hii ya amali kwamba inakwenda mpaka inashuka chini mpaka katika sekondari. Mwanzo tulikuwa tunasubiri watu wamalize sekondari ndio waweze kuamua kwamba wanataka kuja katika vyuo vya amali, lakini sasa hivi unapoingia tu cha sekondari unajikuta kwamba unaanza kusoma mafunzo ya amali, na ukimaliza sekondari unawezekana ikaja kwa tayari umeshapata ule ujuzi wa mafunzo ya amali na ukaweza kuingia katika soko la ajira moja kwa moja. Lakini kama utakuja kuwa umekwenda katika kuingia katika vyuo vya amali na umemaliza form 4 unataka kuingia katika mafunzo ya amali, ule mfumo wa zamani huko unaendelea, kwa sababu kulikuwa kuna dhana potofu inaonyesha kwamba haya mafunzo ya amali labda ni kwa wale tu walikuwa hawafanyi vizuri au wanaofeli, kitu ambacho sio sahihi. Kuna watu wengine wamejitokeza wana PhD, lakini wamekuja kule kupata mafunzo ya amali, kwa maana sio kwamba anakaa miaka 3 ile mafunzo ya amali kupata level 1 to 3, lakini inakuwa kuna module fulani ambayo anahitaji katika kuimarisha zile kazi zake alizokuwa anazifanya katika shughuli zake alizokuwa nazo. Sasa anakuja kule anapata ile dozi pengine ya wiki 3 au wiki 6, hazifiki wiki 6 kwa mwenye PhD alikuwa anataka kuja kupata kitu kidogo, module fulani aweze kuielewa ili kazi zake akazifanyie vizuri zaidi, basi yanakuwa yanatolewa. Kwa hivyo mafunzo ya amali ni mfumo wa watu wote.
Sasa mamlaka ya mafunzo ya amali kwa kule Zanzibar hivi sasa hivi inamiliki vyuo vitano, ambapo vitatu viko Unguja na viwili viko Pemba. Vilipokuwa Unguja kuna chuo cha Kokotoni ambacho ndio kikubwa cha na kinafundisha fani 17 hivi sasa hivi, lakini pia kuna chuo cha Makunduchi na kuna chuo cha Mwanakwerekwe, na kwa upande wa Pemba kuna chuo cha vitongoji na kuna chuo cha Dar. Na bahati nzuri vijana wengine kutoka huku Tanzania bara wanakuja kule kusoma haya mafunzo ya amali, na tunawapokea wanasoma sasa na wenzao waliokuwepo. Lakini serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imo katika kuimarisha huu mfumo, na hivi sasa hivi tunakwenda katika district level. Hapo mwanzo tulipokuwa na hivi vyuo vitano vimewekwa kisera kwamba kila mkoa uwe na chuo cha mafunzo ya amali. Sasa kwa Zanzibar tuna mikoa mitano, kwa hivyo kila mkoa tayari kipo chuo cha mafunzo ya amali, lakini sera za sasa hivi zinaelekeza kwamba kila wilaya iwe na chuo cha mafunzo ya amali, na wilaya zilizokuwepo Zanzibar ni 11. Kwa hivyo tunavyo vitano hivi sasa hivi, na tuko katika maandalizi ya kujenga vyuo vingine 6 ili kufikia lile lengo lililowekwa kwamba kila wilaya iwe na chuo cha mafunzo ya amali. Na hivi vipya vitakavyojengwa vinaendana na ule uchumi uliokuwa unaelekezwa katika serikali ya awamu ya 8 ya Dr. Hussein Mwinyi, kuona kwamba tunaingia katika sekta ya uchumi wa buluu. Kwa hivyo hivi vipya vitajikita zaidi katika uchumi wa buluu, ingawa na hivi vilivyokuwepo tayari tulikishaanza kutoa zile fani zinazoendana na uvuvi ili kukidhi ile haja, lakini hivi vipya zitaongezeka, zitatoka zaidi ili vijana waliokuwepo kule waweze kupata zile nafasi za kusoma na waweze kujiajiri wao wenyewe. Haya mafunzo ya ufundi stadi au sisi zaidi tunaita mafunzo ya amali ni kwamba ni ajira. Sisi kule tunasema kwamba mafunzo ya amali ni ajira tosha, kwa maana ukiingia katika vyuo hivi lengo lako unakuja kutafuta uwezo wa kujiajiri wao wewe mwenyewe. Kwa hivyo haya ni masomo ambayo kwa kila yule ambaye anataka kujiajiri kupitia ufundi basi aingie katika vyuo hivi, vilipokuwa kule Zanzibar na vilipokuwa huku Tanzania bara. Sisi kule tumeongeza, na inawezekana na huku tawalipo Tanzania bara, kwamba tumeweka somo la ujasiriamali kwamba ni somo la lazima. Yaani kama utakuwa umehitimu ufundi wako kama wa seremala au fundi magari, huwezi kupata cheti kama hujahitimu na somo la ujasiriamali.